Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Kwa mara nyingine tena, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na janga kubwa la Ebola. Lakini tofauti na milipuko iliyopita, safari hii kuna jambo linalotia huzuni zaidi. Taifa hili linaonekana kuachwa lipambane peke yake dhidi ya ugonjwa huu hatari, huku ulimwengu ikiwa umeelekeza macho yake kwenye migogoro mingine. Takwimu zinaonyesha hali ni mbaya. Zaidi ya watu 3,300 wameambukizwa virusi vya Ebola, huku karibu watu 1,500 wakipoteza maisha. Huu ndio mlipuko unaokuwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa duniani, na umechochewa na aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo hadi sasa havina chanjo wala tiba maalum inayothibitishwa. Miaka michache iliyopita, ulimwengu ulionyesha kwamba unaweza kushinda Ebola kwa mshikamano. Wakati wa mlipuko mkubwa wa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2016, mataifa makubwa yalipeleka fedha, wataalamu wa afya, maabara za kisasa na kujenga vituo vya matibabu. Mashirika ya kimataifa yalifanya kazi bega kwa bega na serikali za eneo hilo. Kwa juhudi hizo za pamoja, maambukizi yalidhibitiwa na maelfu ya maisha yaliokolewa. Lakini leo hali ni tofauti. Badala ya kuimarisha uwezo wa Kongo kupambana na ugonjwa huu, baadhi ya nchi zimeanza kufunga mipaka, kuweka vikwazo vya safari na kujilinda zenyewe. Bila shaka, hatua za kulinda afya ya wananchi wao zinaweza kueleweka, lakini haziwezi kuwa mbadala wa kusaidia kuzima moto mahali ilipoanza. Kufungia Kongo milango bila kuiwezesha kushinda janga hili ni sawa na kutazama moto ukiwaka jirani, huku ukiamini hautawahi kufika nyumbani kwako. Changamoto ndani ya Kongo nazo ni kubwa. Mashariki mwa nchi bado imezingirwa na migogoro ya makundi yenye silaha. Wahudumu wa afya wameelemewa na uhaba wa vifaa na wengine wamegoma kazi. Shirika la Afya Duniani linasema maambukizi mengi sasa yanatokana na njia zisizofahamika, hali inayofanya ufuatiliaji wa wagonjwa kuwa mgumu zaidi. Hii ina maana kuwa virusi vinaendelea kusambaa kwa kasi kuliko uwezo wa kuvizuia. Magonjwa ya kuambukiza hayaheshimu mipaka ya kisiasa. Leo ni Kongo, kesho inaweza kuwa Uganda, Tanzania, Rwanda, Sudani Kusini, Kenya au taifa lolote barani Afrika. Ndiyo maana mapambano dhidi ya Ebola hayawezi kuwa jukumu la Kongo peke yake. Yanapaswa kuwa jukumu la Afrika na dunia nzima. Ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kurejesha mshikamano ule ule ulioshuhudiwa wakati wa mlipuko wa Afrika Magharibi na kuacha kupepesa macho. Kuna haja ya kuongeza fedha za dharura, kupeleka wataalamu wa afya, kuimarisha maabara, kusaidia utafiti wa chanjo dhidi ya aina hii mpya ya virusi na kuhakikisha dawa na vifaa muhimu vinafika kwa haraka katika maeneo yaliyoathirika. Kama dunia itaendelea kuangalia pembeni wakati Kongo inapambana peke yake, gharama yake haitalipwa na Wakongo pekee, bali na usalama wa afya wa dunia nzima. Kwa sababu katika zama hizi za usafiri wa haraka na mipaka iliyo wazi, hakuna taifa linaloweza kuwa salama ikiwa jirani yake anaachwa kupambana peke yake na janga la Ebola.